Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtazamaji wangu, nakukaribisha kwenye kipindi kizuri ambacho nakuletea mchana wa leo, na ujumbe wa somo uko hapo. Napenda kuzungumzia leo kwa habari ya madhara ya kiongozi kufanya kazi zote peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuna viongozi katika taasisi mbalimbali, lakini pia ndani ya taasisi unakuta kuna uongozi. Ndani ya taasisi unakuta kuna uongozi mwingine, upo uongozi mwingine. Sasa unakuta kuna wakuu wa idara wamepewa nafasi, nao wana wasaidizi wao ambao wanafanya kazi pamoja. Sasa imetokea imefanyika, imekuwa kama desturi ama utaratibu wa watu sasa kuanza tu, kwa kuwa ni bosi, anafikiri kila nafasi, kila msaidizi wake, kila majukumu ya msaidizi wake kwamba anaweza kuyafanya. Na bosi kama bosi ama kiongozi kama kiongozi, hata kama unaweza kufanya hayo majukumu, lakini sio description yako, job description, code of conduct. Yani wewe mkurugenzi kuwa mwalimu, mkurugenzi, yani wewe ulikuwa mwalimu kwa mkurugenzi, sio shida. Yani you cannot serve two masters at the same time. Wewe ni mkurugenzi wa manispaa, na kwa sababu wewe ni mwalimu, eti ukaamua uanze kufundisha shule, ufanye majukumu ya walimu, ufundishe shule na upewe darasa ambalo utalihudumia wewe kwa masomo fulani. At the same time mwalimu anatakiwa awajibike kwa mkurugenzi. Sasa ikitokea changamoto, mtatuzi wa changamoto za mwalimu ngazi ya juu kabisa hapo ni mkurugenzi. Na wakati huo unahitajika kutoa au kuwajibika kwenye nafasi yako ya ukurugenzi. Anyway, ni utangulizi kidogo, lakini nataka nilete attention kidogo kwa taasisi, lakini pia kwa watu kwa taasisi binafsi, taasisi za serikali. Yes, hili jambo limekuwa ni tatizo kubwa ambalo madam mtu ni kiongozi anataka overall yani afanye kazi, yani kuwa juu sio shida. Shida ni kuachia wa chini na wenyewe wafanye majukumu yao. Kama wanapatia wapatie, kama wanakosea wakosee, wasaidie. Ama kuwapa mawazo sio shida. Shida ni kutaka kuyafanya majukumu yao, ufanye wewe kama wewe. Hapo ndipo ambako pamenisukuma leo nizungumze. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini pia nitajikita zaidi kwa upande wa kiroho zaidi. Viongozi wa upande wa kiroho zaidi, hapo ndipo nitajikita zaidi. Kichwa cha somo kinapita hapo chini wakati tunaendelea kushare na kuwakaribisha wengine ili waweze pia kunufaika na somo hili zuri. Wewe endelea na wewe kukaribisha watu hapo, ili sasa ninapoenda kuanza tuwe na watu wengi na ambao kwa kweli na imani wataenda kunufaika na ujumbe wa siku hii ya leo. Na ujumbe wa siku ya leo, hasa kama wewe ni kiongozi ama unaongozwa, ujumbe huu ni wa muhimu pia kusikia. Itakusaidia sana 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 sana, itakusaidia sana. Endelea kukaribisha, na mimi namalizia kushare hapa ili tuweze kuendelea sasa moja kwa moja. Endelea kuwakaribisha watu hapa
ili tuwe na muda mzuri wa mchana, lunch hour. Tuwe na lunch hour ya nguvu kabisa, lunch hour ya nguvu kabisa. Karababos. Yes, lunch hour ya nguvu mno, ya nguvu mno. Karibisha tu watu hapo ili tuwe na flow ya pamoja. Karibisha watu hapo. Yes. Mimi tuko vizuri. Sasa nataka nitembee kwa spidi. Sasa tunaenda kuanza sasa. Uwe tayari tu sasa kabisa, very serious, na muda ndio huu sasa, very serious, na muda ndio huu sasa. Nimshukuru Mungu ili tupate kuendelea na ujumbe wa siku ya leo. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya ratiba ya leo, mchana wa leo, mchana wa baraka sana. Asante kwa sababu ya ratiba hiyo umeipanga, Roho Mtakatifu yuko kuitimiliza. Nakushukuru Mungu, nipae nguvu za kupata kufundisha. Nakushukuru Mungu, nipae watu wanaweza kufuatilia bila kuwachosha. Bwana, watu hawa nakusihi Mungu, wape ufahamu wa kuelewa yale ambayo nayafundisha, na Roho Mtakatifu akawakumbushe, akaseme nao pia. Ninakutukuza Bwana kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya mambo yote, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ujumbe wa leo unasema madhara ya kiongozi kufanya kazi zote peke yake. Si tukiongoza, kiongozi wa juu ambaye chini yake kuna viongozi wengine ambao yeye ni top leader, mkuu wa idara. Wewe ni mkurugenzi, chini yako kuna idara mbalimbali, idara za fedha, ama kuna kamati mbalimbali ambazo unaziongoza. Sasa tunaangazia madhara ya kiongozi wa ngazi ya juu kufanya majukumu peke yake, alafu akishafanya wengine anawashirikisha tu, mnakuwa ni watu wa kushirikishwa. Kumbuka ulipewa nafasi ile, uliaminiwa katika hiyo nafasi, wala hukusimikwa au kupewa nafasi ili kuja kushirikishwa. Sasa badala ya kuwa mtendaji katika idara yako kwa nafasi yako, umekuwa ni mtu wa kushirikishwa. Umekuwa mtu wa nini? Wa kushirikishwa. Nitaenda tu kwa spidi ambayo inaeleweka na mtu utapenda, na Mungu atakusaidia. Na tuna changamoto ya internet, TTCL nao wanasumbua. Ndio kweli. Source of internet inasumbua. Kwa mnivumilia kidogo. ISP nasumbua sana. Internet Service Provider ambaye ni TTCL wanasumbua sana. Kwa hiyo tangu Jumapili, Jumatatu, Jumanne
mtandao na yumba tu, na tunalipa mabando ya mwezi, lakini mwisho wa siku katika hizi siku za kuyumba wala hawana compensation. Hiyo nao ni tatizo. Lakini hebu ngoja tuendelee. Madhara ya kiongozi kufanya kazi zote peke yake. Kuna aina ya uongozi ambapo kiongozi mkuu hutaka kufanya kila jambo mwenyewe, hata kama yale ambayo yanapaswa kufanya na wasaidizi wake. Kiongozi mkuu wa idara ana wasaidizi wake, lakini huyu kiongozi wa idara badala ya kuwapa nafasi wasaidizi wake wamsaidie, yeye amekuwa msaidizi wao. Badala yake wakuu wa idara, wasaidizi wake wanatulia, wanasubiri majukumu ayafanye bosi, wapewe mepesi, tuma hiki, peleka hiki, nenda hiki, lakini hawasimami katika taaluma. Na wakati mwingine mkurugenzi hana professional za wasaidizi wake, na anafanya kazi chini ya kiwango, na ikitokea kuna makosa ya kiutaalamu, siku ya kujibia anaachiwa ajibie yule mwenye ofisi yake, alafu yule mkubwa amekaa pembeni. Kuna madhara makubwa sana. Haleluya. Nizungumzie idara, labda kwa mfano, labda idara kwa watu wa kanisa, idara ya wanawake, idara ya vijana, idara ya watoto, idara ya mabinti, idara labda ya wanaume, idara ya uinjilisti. Tunazo idara mbalimbali katika makanisa yetu, hasa ya Kipentekoste na hata ambao sio ya Kipentekoste, wanazo idara mbalimbali. Sasa unakuta pale juu tuna mtu mmoja anaitwa mkurugenzi wa idara. Mkurugenzi namba moja hapa juu tuna mkurugenzi wa idara, alafu kuna makamu, kuna msaidizi wake, makamu mkurugenzi, alafu idara hiyo ina katibu mkuu, wana katibu, na wakati mwingine wana mhazini, mtu wa fedha, mhazini. Wanaweza kawa labda na mjumbe, kama kulingana na taasisi. Sasa kila mmoja hapa amepewa nafasi kulingana na sifa zake na uwezo wake wa kufanya majukumu kulingana na nafasi yake. Mkurugenzi anaweza kawa na idea za uhasibu, za ukatibu, za umakamu, lakini yeye amepewa kuoperate katika level ya ukurugenzi. Sasa huyu mkurugenzi anapoacha majukumu yake akaanza kuyafanya majukumu ya katibu, kwa mfano unakuta mkurugenzi ndo anaandaa vikao, mkurugenzi anaandaa vikao, mkurugenzi anaandaa ajenda, mkurugenzi anaandaa bajeti ya fedha, mkurugenzi anaitisha kikao, mkurugenzi anaandaa mgawanyo wa mambo mengine na mengine. Ajenda haziandaliwi na mkurugenzi, zinaandaliwa na katibu akishirikiana na mkurugenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukikuta sasa mkurugenzi ndo anafanya kazi zote, hawa watu wengine wana sababu gani ya kuwa kwenye hiyo taasisi, kwenye hicho kiti, kwenye hiyo nafasi? Wana sababu gani? There is no need. Sasa ni madhara makubwa yanayotokana na
na viongozi wa juu kutokusimama katika nafasi zao. Kwa hiyo mkurugenzi ana makamu, hakuna simu. Mkurugenzi ana makamu, ana katibu, ana mhazini wake, lakini anafanya kazi za hawa watu. Madhara yake ni nini? Uongozi wa namna hii, huu ni uongozi usio na mgawanyo sahihi wa majukumu, na mara nyingi husababisha mambo yafuatayo. Ukiona kuna kiongozi mkundu anayefanya mambo yote, ana watu, hataki kuwatumia watu, na akizani kwamba yeye kwa sababu ni wa juu ana akili kuliko anaowaongoza, na ajue kwamba anajidanganya, anajiongopea mwenyewe. Kumbuka kuna wabunge wana elimu kubwa kuliko mawaziri. Sasa kuwa waziri sio sababu ya kwamba una akili kubwa kuliko wabunge au kuliko wananchi ambao hawana cheo chochote hapo. This network is not stable.